Mtazamaji wa EATV, ni katika kijiji cha Malula, kata ya Malula, hapa wilayani Arumeru mkoani Arusha, na ni katika mwendelezo wa zoezi la utoaji wa msaada wa kisheria kupitia kampeni ya Samia Legal Aid ambayo inaendelea nchi nzima. Na hapa katika mkoa wa Arusha ni mkoa wa 23 tangu kuanza kwa kampeni hii mnamo mwaka 2023. Hapa katika wilaya hii ya Arumeru hii leo, mkuu wa wilaya hii Amiri Mkalipa anawasisitiza wananchi wa wilaya hii kuhakikisha kwamba wanatoa ushirikiano wa kutosha kwa wataalamu wa kisheria na viongozi ambao wapo katika eneo hili kwa ajili ya kuweza kupata suluhu wa migogoro mbalimbali, lakini pamoja na kutoa taarifa sahihi ili kuweza kuhakikisha kwamba haki inapatikana kwa wale wanaostahiki. Nia ya kufunga aina yoyote ya dhulma iliyojitawala kwako. Yumkini unayo haki yako, hujui namna ya kuipata. Wako wataalamu wamesheheni na wamebobea. Ile meza yote mnayoona imejaa wataalamu wa kisheria mbalimbali, wabobevu wa masuala yote: sheria ya ardhi, sheria ya mirathi, sheria ya mazingira. Sheria yoyote unayoitaka utaipata pale, wabobevu wamejaa pale. Niwaombe wananchi kuwa wakweli, wawazi, ili tuone namna ya kuwasaidia. Wananchi wengi hawana uwezo wa kumudu gharama za mawakili. Kwa kupitia hii sheria na kupitia hii kampeni ambayo inaitwa Mama Samia Legal Aid Campaign kwa Kiingereza, au kwa Kiswahili ni kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, ina lengo kuu la kuhakikisha hata wale wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama za mawakili au gharama za wanasheria, na wao wapate hizo huduma za mawakili na huduma za wanasheria kupitia huduma ya msaada wa kisheria. Lakini sio hilo tu, Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba wananchi wajengewe uwezo waweze kuelewa masuala mbalimbali ya kisheria. Kwa ndio maana leo tuko hapa, tutatoa mada mbalimbali kuhusiana na masuala ya kisheria, lakini pia tuko tayari kutoa ushauri kwa wale ambao watakuwa wanahitaji kuweza kufahamu masuala mbalimbali ya kisheria. Lakini kwa wale ambao wana changamoto za kisheria na upande wa pili ukawa uko tayari kuja mahali hapa, wanasheria na wataalamu wengine wako, watawasikiliza na wataweza kutatua changamoto zenu za kisheria. Kama utahitaji kuandaliwa nyaraka, utaandaliwa nyaraka. Kama utahitaji una kesi mahakamani, unataka kufungua kesi, utapewa mwanasheria na wakili. Leo wako hapa kutosha kabisa. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, hii kampeni inatekelezwa nchi nzima. Tulianza mwaka 2023 na hadi kufikia leo mkoa wa Arusha ni mkoa wa 23, tukiwa tumebakiza mikoa mitatu. Na mwezi wa 4 tarehe 8 tutakuwa Tanga, lakini baadaye tutakuwa Kagera, na mkoa wa mwisho utakuwa ni mkoa wa Dar es Salaam. Tumeshakutana na wananchi zaidi ya milioni 2 mmoja, lakini pia tunatumia vyombo vya habari kuweza kufikia wananchi. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa kata ya Malula mliojitokeza na ambao mnafahamu wengine wako nyumbani, muendelee kusogea eneo hili kwa sababu faida iko kubwa sana. Sisi kwenye sheria huwa tunasema kutokujua sheria sio kinga ya wewe kufanya kosa. Kwa hata kama umefanya, ukisema kwamba sikujua, bado mahakama haitakuachilia kwa sababu inadhaniwa kwamba kila mmoja anajua sheria. Na ndio maana tuko hapa kuelimisha. Kwa lolote ambalo unataka kufahamu, masuala ya mirathi, masuala ya ndoa, matunzo ya watoto, umiliki wa ardhi na masuala mengine mbalimbali, wataalamu wote kada mbalimbali wako hapa, watawasikiliza, lakini pia watawaelimisha ili kesho usiingie kwenye kuvunja sheria kwa sababu tu haukuweza kufahamu. Lakini pia katika tukio hili wananchi walipata wasaa kuzungumza kero na changamoto zinazowakabili mbele ya viongozi wa kiserikali ikiwemo mkuu wa wilaya pamoja na jopo la wataalamu wa kisheria na kuweza kupatiwa ufumbuzi hapa. Kuanzia kakaangu marehemu afariki ndo nikawa namiliki ile ploti. Na miaka yote nilikuwa nalima. Lakini sasa hivi nimeenda kuotesha, ikatokea familia ya mzee Malaki ikiwa yote kwa pamoja shambani, wakanirudisha na ile trekta, mama ondoka hapo shambani haraka au tufanye kitu tunachokihitaji sisi. Nikawaambia mimi kwa ujumla sijazoea kelele. Wakasema sasa unaondoka uondoki. Nikamwambia mimi ni mwanamke muoga, kwa hiyo inabidi niondoke nipite kwenye vyombo vya sheria. Kwa hiyo hilo mimi limeniuma sana, kwa sababu kama ploti zimetolewa kwa haki,
Leo hii unaenda kuotesha ploti yako unaambiwa hakuna kuotesha na mtu ambaye hajawahi kulima ile ploti hata siku moja. Mimi hiyo ni changamoto moja kubwa, imeniuma, nimelia sana kwa maana nimetumia nauli, trekta nimepeleka pale shambani, imerudi hajafanya kitu chochote. Sasa naomba msaada, mnisaidie kwa sababu mimi ni mnyonge na mimi ni mwanamke, sina mtetezi zaidi ya nyie viongozi na Samia Suluhu Hassan, kwa maana sasa imekuwa too much. Sisi wanawake tunaonekana sasa hatuna haki. Kila mmoja ananyanyuka anavyojua yeye kwa ajili ya manyanyaso ya wanawake. Sasa naomba mnisaidie kwa sababu hiyo ploti sio mimi mwenyewe nimepewa. Kuna ploti zaidi ya 6. Lakini hao watu wamenisimamia mimi kidedea na wameninyima nisilime. Ni mdogo wangu akiwa kaka. Tuko mapinti 5. Na hii ndio shida ya Meru. Shida ya Meru mkajia mimi nimefika. Ukisikia ugomvi wa ardhi ni mtu na kaka yake. Hata yule mama anasema amefukuzwa sijui na nani, waliomfukuza ni ndugu zake. Huyu mama wa kwanza alisema. Waliomfukuza ni ndugu zake. Tukienda na tukimbiza na mapanga, tukaamua kuliachia kuuzia mtu tukalahamisha kwenda kununua mahali pengine ili tusiuane kule shambani. Bado anatushtaki ndamoja na ule tulimuuzia. Anawanyima wasiendelee chochote shambani. Ni hiyo watu wa Mungu nimewaletea serikali ya Mama Samia. Utusaidie. Sijui kusoma wala kuandika na nikacha. Utasaidie. Jina lako Naitwa Waki Saluo na huyo ni Stefano Saluo. Mimi nimechaguliwa msimamizi wa mirathi ya upande ya mama. Kampeni hii ya utoaji wa msaada wa kisheria ambayo inaendelea nchi nzima katika mkoa huu wa Arusha imefikia katika mkoa wa 23 ikiwa imesalia mikoa 3 kuweza kufikia katika mikoa yote Tanzania. Lakini inataja kuweza kutoa suluhu katika migogoro sugu ambayo imekuwa ikiwasumbua wananchi katika maeneo mbalimbali nchini. Kutoka hapa kijiji cha Malula, kata ya Malula, wilayani Rumeru, mkoa wa Arusha, langu jina Msagati Julius, EATV.